DW. Habari za ulimwengu. Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Israel yasema itawarejesha Ulaya wanaharakati waliozuiwa kuingia Gaza. Mashambulizi ya Israel yawaua wawili na kuwajeruhi 5 Lebanon. Na Zelensky kukutana na viongozi wa Ulaya kujadili namna ya kuimarisha nchi yake dhidi ya uvamizi wa Urusi. Habari kamili. Jerusalem. Israel imesema itawarejesha Ulaya wanaharakati wanaoiunga mkono Palestina waliokuwa katika msafara wa meli za misaada wa flotila uliokuwa unaelekea katika ukanda wa Gaza. Israel iliuzuia msafara huo katika bahari ya Mediterania. Msafara huo wa meli takriban 45 unaojulikana kama Global Sumud Flotilla GSF ulianza safari yake ya kuelekea Gaza mwezi uliopita ukiwa na wanasiasa pamoja na wanaharakati, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden Greta Thunberg. Wanaharakati hao walinuia kuvunja mzingiro wa kijeshi wa Israel katika eneo hilo la Palestina ambako Umoja wa Mataifa umesema unakabiliwa na uhaba mkubwa wa njaa. Israel ilizuia msafara huo ikiwaonya kuingia katika bahari iliyosema ipo chini ya mzingiro wake. Kundi la wanamgambo wa Hamas limelaani hatua ya kuzuia msafara huo katika maji ya kimataifa na kuitaja hatua hiyo kama uhalifu wa uharamia na ugaidi wa majini. Beirut. Wizara ya afya ya Lebanon imesema watu 2 wameuawa na wengine 5 wamejeruhiwa kufuatia shambulizi la Israel kusini mwa taifa hilo. Shambulizi hilo lililolenga gari lililokuwa katika barabara ya Armak Kadali limetokea licha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotiwa saini mwezi Novemba kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah. Eneo lililoshambuliwa liko takriban kilomita 10 kutoka mpaka wa Israel. Israel imekuwa ikiendelea kuishambulia Lebanon ikilenga maeneo ya wanamgambo hao licha ya makubaliano hayo yaliyonuiwa kusitisha mgogoro wa zaidi ya mwaka mmoja, ikiwemo miezi 2 ya vita kamili na wanamgambo hao wanaoungwa mkono na Iran. Israel pia imeendelea kuwaweka wanajeshi wake katika maeneo 5 ya kusini mwa Lebanon inayosema ni ya kimkakati. Copenhagen. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kukutana na viongozi wa nchi takriban 50 wa Ulaya mjini Copenhagen kujadili namna ya kuimarisha Ukraine dhidi ya uvamizi wa Urusi, hasa kutokana na kupungua kwa uungaji mkono wa Marekani. Zelensky anatazamiwa kupata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa washirika wake wa Ulaya. Watajadili pia vitendo vya uchokozi wa droni za Urusi kuingia kinyume cha sheria nchini Denmark na Estonia. Zelensky amesema Ulaya inakabiliwa na kitisho cha mashambulizi ya droni na ni lazima hatua zichukuliwe. Hii leo tutajadili mambo mengi. Nadhani jambo muhimu zaidi kwa sasa ni kwamba Ulaya inakabiliwa na vitisho vya mashambulizi ya droni. Labda sisi ndio tunakabiliwa na mashambulizi makubwa zaidi ya droni duniani, lakini Ukraine ina uzoefu mkubwa wa kukabiliana na kitisho hicho kwa sababu ya vita, na bila shaka washirika wetu wakitishiwa, sisi hatutakaa kando kuangalia tu. Hatutakaa kando. And of course we will not stay aside. Hapo jana mawaziri wa fedha wa G7 walifanya mkutano kwa njia ya mtandao na wakaamua kuzidisha shinikizo kwa wanaoendelea kununua kwa kiwango kikubwa mafuta ya Urusi, wakisema hilo litaathiri mapato ya Moscow inayotumia kwa ajili ya vita vyake nchini Ukraine. Umoja wa Mataifa. Balozi wa Urusi katika Umoja wa Mataifa Vasily Nebenzia amewaambia waandishi habari kwamba nchi yake haitambui vikwazo vya umoja huo vilivyorejeshwa Iran. Balozi huyo amesema hali iliyoko kwa sasa inaweza kuleta changamoto kubwa kwa Iran, akisema vikwazo vinafungua milango kwa wale wanaotaka kumaliza mpango wa nyuklia wa Iran, akizungumzia operesheni ya kijeshi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Umoja wa Mataifa siku ya Jumamosi ulivirejesha vikwazo vyake kwa jamhuri hiyo ya Kiislamu kufuatia mpango wake wa nyuklia. Mataifa matatu ya Magharibi, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza, ilivirejesha vikwazo hivyo zikisema Iran imekiuka makubaliano ya nyuklia mwaka 2015 ambako nchi hiyo ilipaswa kuachana na mpango wake wa kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Iran imekanusha madai ya kutaka kutengeneza silaha hizo na kusema hatua ya Magharibi itajibiwa vikali. Kinshasa.
Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limesema mlipuko wa Ebola uliotangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwanzoni mwa mwezi Septemba umesababisha mauaji ya watu 42 huku watu wengine 64 wakithibitishwa kuambukizwa, lakini ikasema kuwa hatari ya Ebola kuenea katika eneo hilo ni ndogo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema shirika lake pamoja na washirika wake wanaendelea kuunga mkono juhudi za serikali ya DRC za kudhibiti ugonjwa huo. Wiki mbili zilizopita, Wizara ya Afya nchini Kongo ilianza kutoa chanjo dhidi ya Ebola. Ugonjwa huo unaoambukizwa kupitia maji ya mwilini umewaua watu 15,000 barani Afrika ndani ya miongo mitano iliyopita. Mlipuko wa ugonjwa huo nchini Kongo kati ya mwaka 2018 na 2020 ulisababisha mauaji ya takriban watu 2,300. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Israel yasema itawarejesha walikotoka wanaharakati wa Ulaya waliokuwa kwenye msafara wa boti kuelekea katika ukanda wa Gaza. Takriban viongozi 50 wa Ulaya kuhudhuria mkutano wa leo unaofanyika mjini Copenhagen utakaojadili kuhusu vita vya Ukraine, hali ya uchumi na usalama wa Ulaya. Na waandamanaji 2 wauawa na polisi huko nchini Morocco. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu wa leo. Israel imesema itawarejesha walikotoka wanaharakati wa Ulaya waliokuwa kwenye msafara wa kuwapelekea msaada wa Palestina wa Gaza. Juhudi za wanaharakati hao zilikatizwa jana usiku pale boti zao zilipozuiwa na wanajeshi wa majini wa Israel katika bahari ya Mediterania. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi. Kufikia hivi leo Alhamisi, ripoti za wanaofuatilia msafara huo wa Samud Flotilla zinaonyesha kati ya vyombo vya majini 45 vilivyokuwa njiani, takriban 39 vimekamatwa na kuzuiwa na Israel. Kwenye taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel iliyochapishwa kwenye mtandao wake wa X hivi leo, imeuita msafara huo ni Hamas Sumud na umefika salama na kwa amani katika pwani ya Israel ambako mchakato wa kuwarudisha Ulaya utaanza. Taarifa hiyo imefafanua zaidi kwa kusema kwamba abiria wa msafara huo wako salama na kwenye afya nzuri. Waliopanga safari hiyo ya Samud Flotilla wametoa pia taarifa wakikosoa hatua ya Israel, wakisema imekiuka sheria katika eneo la bahari la kimataifa, na mamlaka ya Wapalestina kupitia msemaji wa wizara yake ya mambo ya nje nayo imelaani hatua ya Israeli, ikisema imevunja sheria ya kimataifa kwa kuingia kwa nguvu bila ridhaa yake katika maeneo ya bahari yake ikiwemo pwani ya ukanda wa Gaza. Uturuki, Colombia, Pakistan, Malaysia na Afrika Kusini, ambayo raia wake mjukuu wa mpigania ukombozi Nelson Mandela ni miongoni mwa mataifa yaliyoikosoa Israel, huku Uingereza ikisema imewasiliana na mamlaka za Israel kuhakikisha kwamba swala hili linatatuliwa kwa njia salama kwa kuzingatia sheria ya kimataifa na haki za binadamu. Ndani ya Gaza kwenyewe, Umoja wa Mataifa umesema hautoondoa wafanyakazi wake au ofisi zake Gaza City licha kuongezeka hatari kufuatia kuanza upya kwa operesheni za kijeshi za Israel. The Israeli authorities know clearly their responsibilities. Mamlaka za Israeli zinafahamu wazi wajibu wao wa kulinda majengo ya Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wake, na wanafahamu hasa wapi tunakofanya kazi. Tunawashirikisha kuhusu nyendo zetu na tunafikiri takriban kila siku tunajadili kuhusu kinachokwenda sawa sawa na kisichokwenda sawa. Wenzetu wa usalama wanachukulia kazi yao kwa makini mkubwa. Tunajaribu kukwepa na kupunguza hatari katika mazingira ya kutisha, lakini kufika sasa tunaendelea kuwapo Gaza City. We're continuing with our presence. Tamko hilo la Stephane Dujarric la kuthibitisha msimamo wa Umoja wa Mataifa wa kuendelea kutoa msaada wa kibinadamu Gaza umetolewa jana Jumatano baada ya waziri wa ulinzi wa Israel Katz kuonya kwamba watu watakaoendelea kubakia Gaza City watachukuliwa kama magaidi na waungaji mkono ugaidi. Taarifa yake Saumu Mwasimba. Takriban viongozi 50 wa Ulaya watahudhuria mkutano hivi leo mjini Copenhagen na watajadili juu ya vita vya Ukraine, uchumi na usalama wa Ulaya. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky atajumuika na viongozi hao kwenye mkutano huo. Doto Bulendu na maelezo zaidi.
Mkutano huu wa kilele ni wa 7 wa Jumuiya ya Kisiasa ya Ulaya EPC na ambao unafanyika baada ya mkutano wa viongozi 27 wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wa hapo jana Jumatano katika mji mkuu wa Denmark, Copenhagen. Mada zitajadiliwa na viongozi ni pamoja na jinsi ya kuimarisha Ukraine katika kukabiliana na vita vyake na Urusi, katika wakati ambapo taifa kubwa la Marekani likiwa limepunguza uungaji mkono wake kwa nchi hiyo. Hali ya usalama katika Ulaya na jinsi ya kulifanya bara hilo kuwa salama zaidi ni miongoni mwa mada ambazo zitajadiliwa. Viongozi hao pia watajadili juu ya usalama wa kiuchumi, matatizo yanayosababishwa na biashara ya madawa ya kulevya na pia suala la uhamiaji. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaelezea zaidi. Today we will discuss a lot of things. Hii leo tutajadili mambo mengi. Nadhani jambo muhimu zaidi kwa sasa ni kwamba Ulaya inakabiliwa na vitisho vya mashambulizi ya droni. Labda sisi ndio tunakabiliwa na mashambulizi makubwa zaidi ya droni duniani, lakini Ukraine ina uzoefu mkubwa wa kukabiliana na kitisho hicho kwa sababu ya vita, na bila shaka washirika wetu wakitishiwa, sisi hatutakaa kando kuangalia tu. Hatutakaa kando. And of course we will not stay aside. Viongozi wa Ulaya wameeleza nia ya kutaka kufanyia kazi utaalamu wa Ukraine inayokabiliwa na vita ili kuimarisha ulinzi wa nchi zao, na wamesema watajenga mfumo wa ulinzi dhidi ya ndege zisizo na rubani ili kukabiliana na vitisho vya Urusi. Matukio ya ndege zisizo na rubani nchini Denmark na droni za Urusi kukiuka sheria na kuingia kwenye anga ya Estonia na Poland ni hali inayoongeza hofu kwa mashambulio ya Urusi dhidi ya Ukraine yanaweza kuenea hadi nje ya mipaka ya Ulaya. Washiriki 47 walioalikwa katika mkutano huo ni pamoja na wakuu wote wa nchi za Umoja wa Ulaya au serikali za umoja huo, na vile viongozi wa nchi zilizo nje ya kambi ya Umoja wa Ulaya kama Uingereza, Moldova, Ukraine, Uswisi na Georgia. Aidha, wamealikwa pia wakuu wa mashirika muhimu ya Ulaya kama katibu mkuu wa NATO Mark Rutte. Urusi na Belarus hazijaalikwa katika mkutano huo. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 6 na dakika 12 saa za hapa Ujerumani na Ulaya ya Kati. Hii ni DW Kiswahili inakujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Waandamanaji wawili wameuawa na polisi nchini Morocco katika maandamano yanayozidi kukua na kupinga namna serikali ya nchi hiyo inavyoshughulikia huduma za kijamii. Hivyo ni vifo vya kwanza kuripotiwa katika vurugu hizo zinazolisibu taifa hilo la kifalme kaskazini mwa bara la Afrika. Daniel Gakuba anayo maelezo kamili. Watu hao wawili waliuawa kwa bunduki katika mji wa Leklia ulioko umbali wa kilomita zipatazo 500 kutoka mji mkuu Rabat. Polisi walifyatua risasi za moto dhidi ya waandamanaji kwa hoja kwamba hatua hiyo ilichukuliwa ili kujilinda. Shirika la habari la serikali ya Morocco lilinukuu taarifa ya mamlaka ya eneo hilo iliyosema kuwa watu wawili walioelezewa kuwa wafanya fujo wa kujihami. Taarifa hiyo iliendelea kueleza kuwa watu hao waliuawa wakijaribu kupokonya silaha kutoka mikononi mwa polisi, ingawa hakuna ushahidi wowote uliotolewa. Maandamano hayo dhidi ya serikali yanayoendeshwa chini ya vuguvugu lisilo na kiongozi na watumiao mitandao ya kijamii yameishitua Morocco na yanaonekana kuwa makubwa zaidi kwa kipindi kirefu. Hadi katikati mwa wiki hii yameonekana kusambaa katika maeneo mapya licha ya kwamba hayajapatiwa ruhusa kufanyika. Washiriki wa vuguvugu hilo la vijana maarufu kama Gen Z wanalalamikia kile wanachokiona kama ufisadi uliopitiliza. Kupitia nyimbo na mabango wanapinga matumizi ya mabilioni yanayowekezwa katika maandalizi ya fainali za kombe la dunia la mwaka 2030 zikiwa katika hali mbovu kutokana na upungufu wa bajeti. Lakini nyimbo zao zilikatizwa pale ghasia zilipoibuka katika miji mbalimbali usiku wa kuamkia leo, kufuatia kamata iliyowazoa wengi kwa hali ya kipekee katika mikoa ambako hali ya ukosefu wa ajira na huduma za kijamii ni mbaya zaidi. Katika mji maskini wa Saleh ulioko ng'ambo ya pia na mji mkuu, shirika la habari la Associated Press lilishuhudia mamia ya vijana waliofunika nyuso zao wakichoma magari, wakiharibu mabenki na maduka, huku wakivunja vioo vya madirisha na kufanya uporaji. Hakuna polisi waliokuwa wakionekana kuzuia uhalifu huo. Haya hapa maoni ya baadhi ya wakazi wa mji huo. Wengi wao walikuwa watoto wadogo wasioelewa chochote, walikuwa hawajui wanachokifanya. Walichoma moto mabenki, wakapora maduka ya dawa, wakaanza kuzitumia dawa hizo.
Hawana aibu, waliiba kompyuta, tumewamwagia maji waache, lakini wapi, hawaambiliki. Nimeishi miaka 60 katika jiji la Itzegane na sijawahi kuona vitu kama hivi maisha yangu yote. Sio watoto wa jiji hili, hawa wametoka nje kuja kutuharibia. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa Discord, vuguvugu la Gen Z 212 linalo yaratibu maandamano haya liliwataka washiriki kuelezea hisia zao kwa utulivu na kukosoa ukandamizaji unaofanywa na vyombo vya usalama. Vuguvugu hilo lilisema kwenye taarifa hiyo kuwa haki ya kupata huduma za afya, elimu na maisha yenye heshima ni ya msingi na haishii tu katika kauli mbiu. Jumamosi iliyopita, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Morocco ilisema kuwa maandamano hayo yasiyo na kibali yatashughulikiwa. Afisa 263 wa usalama walikuwa wamejeruhiwa. Aidha, kwa mujibu wa wizara hiyo, magari 142 ya vyombo vya usalama yalikuwa yameteketezwa. Zikiwa zimebaki siku chache kabla ya Watanzania kujitokeza kwenye vituo vya kupiga kura, mijadala ya kisiasa imeendelea kushika kasi nchini. Baadhi ya wananchi wameanza kuonyesha hisia zao wazi wazi dhidi ya utawala wa Chama cha Mapinduzi CCM, hasa pale panapojitokeza changamoto katika huduma za kijamii. Je, kauli hizi ni ishara ya mabadiliko makubwa katika siasa za Tanzania? Florence Majani anatupasha zaidi. Wakati wa Tanzania wakijiandaa kufanya maamuzi yao ya kumchagua rais, mbunge na diwani mnamo Oktoba 29, kauli tata zimekuwa zikisikika mara kwa mara miongoni mwa wananchi katika maeneo mbalimbali nchini. Wengi wao wakieleza kuchoshwa na changamoto za kijamii ikiwamo huduma hafifu za maji, afya, ajira na usafiri, huku baadhi wakionyesha msimamo wao wa wazi wa kukikataa chama kilichopo madarakani cha CCM. Miongoni mwa matukio yaliyoibua taharuki na vurugu ni lile la vurugu katika kituo cha mabasi cha mwendo kasi cha Magomeni na Gerezani, ambapo wananchi waliyapiga kwa mawe na kuyavunja mabasi hayo, huku wakisema wazi wazi kuwa hawaitaki CCM. Bora sikolale nyumbani. Yaani nifae mambo yangu mengine kwa ndapiga kura. Hamna kunishawishi kwa sababu hata ukipiga kura unapoteza muda wako bure. Anajibikana sana. Hata upige usipige anajibikana nani atashinda. Hata hivyo, kabla ya vurugu hizo, hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila aliwataka wananchi kupunguza jazba na akasisitiza kuwa kuikataa CCM hakusaidii. Tumeona baadhi ya klipu wanasema hatuitaki CCM, hatutaki mama. Mimi naomba niwaeleze ukweli kwamba hizi ni hasira za muda mfupi. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema dalili hizi ni ujumbe mzito kwa vyama vyote, hasa chama tawala, ya kwamba mabadiliko katika mfumo wa uongozi na uwajibikaji hayaepukiki. DW imezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Revocatus Kabobe kutoka Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Kwa wananchi kutamka kwamba hawaitaki CCM, mimi naona mawili, yawezekana hawaitaki kweli au wanataka wawajibike kuwatimizia ile wanayohitaji. Hadhari kwa vyombo vya siasa, hata Chama cha Mapinduzi ambacho kimetajwa hadharani, ni kuwa macho kuona wanapohudumia wananchi wake, wasikubali wananchi wafike level ya kuwakataa hadharani. Mara tu baada ya vurugu hizo za jana, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alifanya mabadiliko makubwa leo kwa kuwaondoa wakuu wa wakala wa mabasi ya mwendo kasi DART, ambaye ni mtendaji mkuu Athumani Kihamia na mkurugenzi mkuu Waziri Kindamba, na nafasi zao kuchukuliwa na Saidi Tunda Habibu na Pius Andrew Ngingo. Kadiri siku ya uchaguzi inavyokaribia, kauli na mitazamo ya wananchi inaonekana kuwa ni kioo cha matarajio ya mabadiliko. Swali kubwa ni je, sauti hizi zitatafsirika vipi kwenye sanduku la kura? Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Wakati sasa wa kuyasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Najat Omar yuko tayari kabisa upande wa pili wa studio. Karibu sana. Asante sana Charo. Nianzie kunani huko nchini Tanzania, kama tulivyomsikia Florence Majani mwenzetu kutoka Tanzania kuhusiana na yale yanayoendelea jijini Dar es Salaam baada ya Ikulu kutoa nyaraka ya uteuzi na utenguzi wa viongozi wale ambao walikuwa wanashughulikia taasisi ya usafirishaji wa mwendo kasi. Na toka Jumapili iliyopita kumekuwepo na picha kadhaa zikionyesha jinsi gani watu wanavyoning'inia katika usafiri wa mwendo kasi nchini Tanzania. Sasa miongoni mwa yale yote yaliyotokea ni kwamba
kuamkia jana, yani kuamkia leo, kumekuwepo na matukio ya vijana kuvunja baadhi ya vioo, miundombinu ya miondokasi. Nadhani ni kwamba joto limepanda na hasira zimekuwa kubwa. Kwa hiyo pia kamanda wa polisi wa Dar es Salaam Muliro amesema vitendo hivyo havikubaliki, na hata kama kuna changamoto usafiri, waliofanya tukio hilo watakamatwa. Sasa hapo kwenye kukamatwa hao waliofanya ndio mjadala ulipozuka kwenye mitandao ya kijamii. Wanasemaje? Kwa mfano Rebeka anasema, suluhisho gani wewe mnafiki unazungumzia hivyo wakati una gari lako zuri unapanda, sisi tunaangania hapa. Basi mtuache tufanye tunavyotaka, maana mmeshindwa kutuongoza na mmeshindwa kutatua changamoto ya usafiri. Mboja Isaac anasema, kama mnatambua hilo si sheria, kwa nini nyinyi hamtekelezi sheria? Ama sisi umma hatuna haki? Lagaya anasema, mbona mnatoa mabasi baada ya kuona vurugu jana zimeanza? Mngekausha tu na sisi tungekausha. Unaona jinsi ambavyo mambo ghadhabu, naona kweli kweli imekuwa kubwa ya, kwa sababu Charo kama mabasi yanachelewa, watu wanachelewa kufika hospitali, wanachelewa kufika kazini, wanachelewa kufika shule. Kila kitu kinachelewa. Kila kitu kinakwama. Sasa mtu anajiuliza, kama wengine wanapita kwa urahisi, kwa nini sisi hatuangalii? Kwa nini sisi hatushughulikii? Ni usumbufu. Ni usumbufu. Usumbufu kwa kweli. Kabisa. Haya, kuna lingine? Ndio, katika kurasa zetu za Facebook na Instagram tumechapisha taarifa kuhusiana na wanaharakati wawili, Bob Nyagi na Nicholas Oyo, wameripotiwa kutekwa na watu 4 wenye silaha baada ya kuonekana kwenye kampeni siku ya Jumatano jana, wakiwa kwenye kampeni za mgombea upinzani wa nchini Uganda Bobi Wine. Kwa mujibu wa taarifa zinasema kwamba watu hao simu zao zimezimwa na walikuja watu wakiwa na mitutu na wakawabeba. Hadi sasa bado hawajapatikana na hawajulikani walipo. Watumiaji wanasema